Mlinda mlango Stanley Nwabali siku moja baada ya kuvunja mkataba wake na Chippa United kwa maana ya tarehe 5 mwezi huu wa pili 2026, chanzo cha Africa Foot kimethibitisha kwamba Simba ni miongoni mwa vilabu viwili ambavyo vinahitaji huduma yake. Simba sambamba na Raja Casablanca ambayo inaongozwa na Fadlu Davids, raia kutoka Afrika Kusini, na Steve Barker ambaye pia ni raia kutoka Afrika Kusini ambaye anakiongoza kikosi cha Simba. Wa Afrika Kusini wawili hao inadaiwa wanamhitaji mlinda mlango Stanley Nwabali ambaye amehudumu kwa miaka minne ndani ya kikosi cha Chippa United. Sasa hili limekuja kuthibitishwa pia na chanzo kutoka katika nchi ya Afrika Kusini cha soka la Duma, na wenyewe pia wamethibitisha hii taarifa kwamba kuna mvuto kutoka kwenye hivi vilabu viwili ndivyo ambavyo vinatajwa mwisho wa siku, kwa maana Simba licha ya kwamba dirisha limefungwa, licha ya kwamba walimpata Mahamadou Tanja Jibo Kasali, lakini bado mwalimu Steve Barker anaonekana kwamba anamhitaji huyo mlinda mlango, licha ya kwamba taarifa pia zinabainisha kwamba hakuna ofa rasmi ambayo imetumwa. Sasa Stanley Nwabali na issue ya Chippa United inakuja vipi? Unajua uhalisia ni kwamba mkataba wake na Chippa ulikuwa umebaki miezi 6, kwa maana mwezi wa 6 mwaka huu mkataba wake ulikuwa unatamatika rasmi. Katika hali ya kawaida pengine labda ungetarajia tu huyu mtu amalize tu mkataba wake kisha atakuwa mchezaji huru, pengine kama ambavyo labda matamanio yake yako kwa wakati huu. Lakini inawezekana moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vimechangia haya maamuzi ambayo ameyafanya kujaribu kusitisha mkataba wake labda ni kuchukizwa na yeye kushindwa kufanya move kwenda katika kikosi cha Simba, kwa sababu Simba walituma ofa kwa ajili ya kumhitaji Stanley Nwabali kwenye dirisha dogo, lakini Chippa walikuwa wameshikilia kwamba wanahitaji dola 4.5 kuweza kumwachia, kitu ambacho kidogo kinafikirisha kwa mchezaji ambaye ana mkataba ambao mbaki miezi 6 unahitaji dola 4.5. Maana ni kama vile Chippa walikuwa wanawaambia Simba kwamba huyu jamaa hatumuuzi mwisho wa siku. Na Stanley Nwabali ana miaka 29 hivi sasa na amekuwa katika kiwango bora sana katika AFCON. Sio hii tu, hata AFCON iliyopita pia amekuwa kwenye kiwango kizuri sana kwenye edition 2 zilizopita za AFCON akiwa na timu ya taifa ya Nigeria. Kuna rekodi amekuwa akiziweka huko, kwa mfano kama kwenye edition ya mwaka 2023 mpaka kufikia hatua ya robo finali. Tukumbuke walifika finali Nigeria. Alifanikiwa kuweka clean sheet 4 mfululizo ambao ni rekodi ambayo ilikuwa haijawekwa kwa kipindi cha miaka 44 katika taifa la Nigeria. Kwa hiyo amekuwa katika kiwango bora kwenye michuano mikubwa ya Afrika mara 2 mtawalia hivi sasa, lakini ni kama vile ameona kwamba kuna uhitaji wa yeye kupata move kwenda kwenye klabu kubwa. Mwisho wa siku ukitaka kujiestablish pia kama mlinda mlango ambaye unakuwa kwenye wasifu wako, pia inatakiwa iambatane na wewe kucheza kwenye klabu kubwa. Mwisho wa siku usijokuwa kama yule goalkeeper wa Mexico Guillermo Ochoa, unaonekana mtu kwenye kombe la dunia tu, lakini huchezi katika klabu kubwa mwisho wa siku. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kuonekana kwa vipindi na kwa nyakati fulani. Kwa mwisho wa siku inawezekana hilo nalo limechangia, kwa maana kuona kwamba labda amekosa move ya kwenda Simba, labda na yeye pia amejaribu kama kutumia njia ya kuwakomoa labda Chippa kwamba sasa kwa sababu mimi nimeshindwa kupata move yangu, na nyinyi pia mwisho wa siku msipate chochote pia mwisho wa siku. Yaani nitaamua kuondoka pengine. Kwa bwana, inawezekana ile hali labda kama iliminfuriate, ilimkera, akaona mwisho wa siku labda mapenzi na msukumo wa kuweza tena kuendelea kuichezea Chippa ulikuwa umetamatikia pale mwisho wa siku. Lakini ibaki tu kwamba vyanzo viwili vikubwa kwa maana ya Foot Africa pamoja na soka la Duma, chanzo kutoka pale pale Afrika Kusini, vimethibitisha taarifa kwamba Simba wanamhitaji huyu jamaa, kwa maana Stanley Nwabali, licha kwamba Mahamadou Tanja Jibo Kasali amekuwa kwenye kiwango kizuri mpaka sasa hivi kwenye kikosi cha Simba, amefanya saves nyingi muhimu, lakini unaona kabisa Steve Barker ni kama anaona kwamba okay, kwa sababu huyo mtu anapatikana, ifanyike juhudi ya kumpata kwenye dirisha kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe ukiwa kama mpenzi wa Simba pengine unaonaje? Kuna haja ya huyo mtu kuletwa tena mwisho wa siku akiwa anapatikana hivi sasa, hana klabu, huhitaji tena kutuma ofa, ni issue ya kuongea tu na wasimamizi wake ukampata, au Mahamadou Tanja anatosha mwisho wa siku? Kwa sababu uzuri ni kwamba Stanley Nwabali sio mgeni kwenye macho ya watu wengi. Watu wengi mmeshaiona performance yake kwenye michuano ya AFCON, kwa hiyo uwezo halisi unafahamika na watu wengi, na pengine kuelekea kwenye msimu unaokuja ambao matarajio ya Simba yatakuwa ni makubwa sana, hasa kwenye michuano ya kimataifa. Kutokana na disappointment ya msimu huu, pengine kuna watu wanaweza kukaa wanaona kwamba labda pengine tunahitaji zaidi hata hichi ambacho tumekipata kwenye dirisha dogo. Inawezekana kuna watu wanaamini hivyo. Kwa hiyo
huo unabaki kuwa ni mtazamo wa baadhi ya watu, lakini pengine mtazamo wako wewe pia unaweza kuwa ni muhimu kuniambia kwamba hii dili inaweza ikawa na mantiki, au nafasi ambayo inahitaji maboresho pengine kwenye kosti ya Simba inaweza kuwa ni nafasi tofauti na hii ambayo inawezekana mwalimu Steve Barker kwa upande wake anaona kwamba kuna uhitaji wa kumpata huyo mchezaji kuelekea kwenye dirisha kubwa.